Lakini wapo ambao maskini ya Mungu wala kabisa hawako katika hali kama hiyo, wamefariki kwa bahati mbaya. Sasa tuje katika huu upande ambao wale wenzetu ambao wamefariki maskini ya Mungu kwa bahati mbaya. Mfano, kuna mzee wetu mmoja, yeye mwanawe alikuwa yuko kwenye pikipiki, anaendesha pikipiki, anatoka mahali fulani anawahi sehemu nyingine. Basi risasi huko ilikotokea haijulikani imetokea wapi, imemtoboa mguu, imetoboa mpaka ile tanki la mafuta lile la pikipiki, imekuja mpaka ng'ambo pili, imetoboa na mguu mwingine kule. Naona kwa miguu yote miwili yuko mwingine hapo. Kwa tunasema hivi ni kwamba wapo ambao wamepata matatizo ni kwa sababu ya wale ambao hawakusikiliza agizo, ambao hawakutii. Wale ndio wana makosa makubwa, ambapo hukumu anaijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe, kwa sababu walikuwa mashehe wote, hakuna shehe hata mmoja ambaye hakusimama kwa ajili ya kulingania amani. Yaani hiyo ndio ilikuwa ndio mada. Kwa kile kitendo cha wewe kwenda tofauti kidogo tu, ina maana hapa kwanza kabisa umempinga kiongozi wako ambaye ni shehe, ni kiongozi wako, ulitakiwa moja kwa moja umtii. Hilo la kwanza. Lakini pia vile hapo umempinga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Al-ulama warathatul anbiya, kwa sababu wale ulama ndio warithi wa mitume. Kwa hiyo tunatakiwa sisi moja kwa moja tuwasikilize na tuwafuate. Lakini imefikia mahala wengine sisi tunakuwa namna gani? Angalia mfano mwingine sasa. Ijumaa ile iliyopita mufti kabla ya pale alitoa taarifa kwa jamani, msiswali Ijumaa, swali tu dhuhuri telekunuti na nini, lakini msikitini msiende mkaswali Ijumaa. Kuna wengine mtu anakuja anadai namna, yaani mufti ametoa agizo hilo, ni kwamba sasa kwa nini siswali bwana? Kwa nini siswali bwana? Usikiliza hili ni